Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumu rashada, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tumerudi tena kwenu na mada adhimu, mada nzuri kabisa, mada ambayo kama utasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa sana siku ya leo unakwenda kuipata. Mada yetu ya leo inasema, isikilize kwa makini, anwani yake inasema chanzo cha jini kumuingia mwanadamu. Chanzo cha jini kumuingia mwanadamu. Hii ndio mada yetu ya leo biidhnillahi taala. Isikilize kwa makini ili ujue sababu na uweze jinsi gani na wewe kuziepuka hizo sababu. Sababu ya mwanzo kabisa, ambayo hii ndio sababu ya jini kumuingia mwanadamu, ya mwanzo ni ishqul jinniyu lilinsiyu, ni jini kumtamani au kumpenda mwanamume, ni jini mwanamume kumpenda mwanamke wa kijini, ni jini mwanamume kumpenda mwanamke wa kibinadamu. Bimaana utokea tu jini mwanamume akampenda mwanamke wa kibinadamu na hatimaye akamuingia. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ishqul jinniyatun lilinsiyu, ni jini mwanamke kumpenda na kumtamani mwanamume wa kibinadamu. Hii ni sababu ya pili, jini anaweza akamwingia mwanadamu. Sababu ya tatu, dhulmul insiyu liljinniyu, ni mwanadamu kumkera au kumuudhi jini. Mwanadamu kumkera au kumuudhi jini. Anamuudhi vipi? Kwa mfano, mtu anaweza akachukua maji ya moto akaenda kuyamwaga jalalani, kumbe pengine anapomwaga pale wapo majini. Au akachukua maji ya moto akayamwaga barazani, akayamwaga sehemu gani. Au mtu akaenda kujisaidia kwenye kichaka au kwenye mti, pale anapoenda kujisaidia kumbe yule jini yupo, basi anakuwa amemuudhi, anaweza akamuingia. Au la imefika muda wa swala, pengine mwanadamu akawa anafanya mambo ambayo sio kitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sababu ambazo mwanadamu au jini anaweza akamwingia mwanadamu kwa kumuudhi. Umekwenda sehemu fulani, umekuta labda mifupa hivi, unakojolea. Mifupa ni chakula cha majini, ukakojolea, ushemuudhi tayari. Au umekaa juu ya mti alafu kajirusha pengine ulipojirusha wao wako chini, umewakanyaga, umemuudhi tayari. Hii ndio sababu ya tatu. Nyingine, dhulmul jinniyu lilinsiyu, mwanadamu ni jini mwenyewe kumuudhi au kumchokoza mwanadamu. Kuna kipindi naye jini wanamchokoza mwanadamu, jini anamchokoza lakini haya yote ambayo tumeyazungumza hapa kuanzia mwanzo mpaka hapa, jini hawezi kumuingia mwanadamu isipokuwa katika mambo haya, katika hali nne. Hizi hali nne mwanadamu akiwa nazo ndio jini atamuingia mwanadamu. Zisikilize kwa makini sana hali hizi nne. Kama utakuwa nazo, basi hizi ndio hali ambazo mwanadamu anaweza akaingiwa na jini. Katika hayo yote ambayo tumezungumza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini hawezi kuingia isipokuwa katika hizo hali ngapi? Hali nne. Na hapa ni wapeni nambari yangu ya simu kwa wale ambao wanakuwa na maswali yao ya private kuuliza. Unaweza kuniuliza kwa njia ya WhatsApp katika namba 0713811146. Usipige, wewe tuma tu message WhatsApp, utajibiwa message yako WhatsApp. Kwa hiyo katika hizi hadi zote hizi, jini hawezi kumuingia mwanadamu isipokuwa katika mambo haya manne au katika hali hizi nne. Zisikilize hizi hali nne. Hali ya kwanza kabisa, alghadhabu shadid, mwanadamu anapokuwa na hasira. Ukikasirika mwanadamu, mara nyingi vinyoleo vinakuwa viko wazi, pale ndo jini anamuingia mwanadamu. Ndio maana Mtume anasema mtu akikasirika atakiwa achukue udhu. Achukue udhu, kwa sababu alghadhabu minashaitani, kwamba ghadhabu au hasira natokana na shetani. Kwa hiyo ukikasirika sana, basi ni njia mojawapo jini anaweza akamwingia mwanadamu. Nafikiri tumezungumza kuanzia mwanzo, sijui kumpenda, lakini yote haya hayapatikani mpaka kwa hali hizi nne. Kwa hiyo kwanza kabisa ni jini
kumtamani jini mwanadamu anapokuwa na hasira sana. Hii ni hali ya kwanza. Hali ya pili, alkhawfu shadidi, mwanadamu anapokuwa na hofu iliyopitiliza. Kwa mfano mtu labda amekaa chumbani, chumba kile kina giza, mtu akawa na wasiwasi. Ile kuwa na wasiwasi, kuwa na hofu sana, basi ni njia jini kumwingia mwanadamu. Na ndio maana mtu mwingine jini ili akuingie, kafanya mambo yote kashindwa, ili akuingie anaweza akajigeuza kuwa mbwa, anaweza akajigeuza kuwa paka. Wewe unafungua mlango usiku ukajisaidia, unakuja na paka hii, basi wewe kumkuona tu yote tayari umeogopa, moyo unakwenda mbio, tayari pale anakuingia shekhe, tayari anakuingia. Au anaweza akajifanya kuwa mjusi, wewe ukiona tu mjusi basi umestuka, tayari anakuingia. Hii ni njia ya pili ambayo jini anaweza akamwingia mwanadamu katika hali na mazingira kama hayo. Hiyo ni njia ngapi hiyo? Hiyo ni njia ya pili. Tumesema njia ya kwanza ni al-ghadabu shadidi, kuwa na hasira sana, na njia ya nne ni ya pili ni al-khawfu shadidi, mtu kuwa na hofu, yani uoga uliopitiliza. Na haya nazungumza hapa, ukiyataka nenda katafute kitabu hiki hapa, hiki hapa, hichi kinaitwa Wiqayatul Insan. Ukipata hiki inshallah utakuta hizo habari tunazozieleza. Hiyo ni njia ngapi ya pili? Njia ya tatu, al-inkibabu ala shahawati, ni mtu kuzama katika maasi, ukawa mlevi sana, ukawa mzinzi sana, ukawa mchafu sana. Hii ni njia ya tatu ambayo jini anaweza akamwingia mwanadamu. Na njia ya nne, al-ghaflatun shadid, ni mtu kuwa na mughafala, unakula bila bismillahi, ukilala ulali kwa dua, ukiingia chooni usemi Allahumma inni a'udhu bika min yote zile usemi. Hizi ni njia nne ambazo jini anaweza akamwingia mwanadamu. Inshallah na imani mmezielewa. Basi kama mmezielewa, basi jiepushe nazo, jitenge nazo, tahadhari nazo, ili jini asiweze kumwingia au kuingia wewe mwanadamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.